Vile unavyofanya Mungu ameruhusu. Amesema mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye kujitakasa azidi kujitakasa. Unafanyaje mbele za Bwana? Na mtakatifu azidi kutakaswa. Jitathmini mwenendo wako. Unarudi nyuma au unasonga mbele? Waweza kujihakiki wewe mwenyewe, maana wewe ni shuhuda wa maisha yako ya roho, jinsi ulivyoanza na jinsi unavyoendelea. Na kitu kimoja tu ambacho watu wanacheza, watu wengi kumkosea Bwana, kuzoea wokovu, kuzoea neno. Wanatathmini hata katikati ya wiki, wanaokuja ni wale waliookoka hivi karibu, walioingia kanisa hili karibuni. Wenyeji wote wanakuwa bado hawapo. Sana sana utakuta mashemasi ndio wanaowahi. Wenyeji wengi wanakuwa hawapo, ni wageni tu, tena waliookoka hivi karibu. Maana neno la Mungu liko hivi, lazima litumie. Limesemea kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho, na wa mwisho ambaye hana habari. Wakati tunapoachiwa uhuru huu ni wale tuliokoka, lakini kuna watu ambao Yesu anawahitaji wakonye ili waje watimize neno la Bwana. Kuna watu wanaokoka hivi karibu, hao ndio waliopangwa na Bwana kuokoka hivi karibu, ili andiko la Bwana lipate kutimia, ya kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Ambaye alikuwa hajaokoka ataokoka, na aliyekuwa ameokoka atarudi nyuma, ili neno litimie. Na Yesu aje, lazima litimie neno la Bwana. Maana Bwana anasema neno la kalilia kiti mara 7, akaona linafaa, akasema na kusema kila andiko linalotokana na pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Akimaliza akafunga Biblia. Simama pale. Twende wapi Bwana, wakati wewe unayo maneno ya uzima? Twende wapi? Kabisa. Kwa nini mnamfanya Mungu dhambi kwa makusudi? Dhambi mnayofanya kwa makusudi. Uchelewaji, kutokuja kwenye ibada huku na uwezo. Hawezi kuniambia mimi ni mchungaji, huwezi kuniambia ya kwamba huwezi kutoka kwenye ibada pindi ninapokuwa na wageni wameitwa kuja kuhubiri neno la Mungu. Walio wageni unakuja kwenye ibada zote, utachengaje kama mchungaji wako? Katika habari ya watumishi wanapokuja, wanaona kanisa lote karibu wanakuja, na wale ambao wanaoji katikati kwamba wana kigezo kule kazini, wanatoka muda umeenda. Kwa nini wanakuja? Wanapuuza ibada, wanapuuza maagizo, wanapuuza maagano. Na kwambia kwa kinyama hicho mbingu haipo. Usije ukasema kwamba nakuhukumu, isipokuwa nakwambia kama Mungu anavyoniambia. Kwa nini? Akija mvula, sijui mvula, huyo mtumishi wa Morogoro wote watakuja, aje Maboya wote watakuja. Ina maana yangu ya hivi, kumbe na uwezo wa kuja kanisani, isipokuwa nchi. Sema, Bwana Yesu, naomba uniwekee roho ya nyama, sikiayo neno lako na kutetemeka. Niwekee roho ya hofu, nikuogope wewe Mungu katika kile ulichokataa kufanya. Baba wa mbingu na nchi, bila ya wewe siwezi. Nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako. Nisaidie Bwana. Amen. Petro akasema, tukuache wewe Bwana, twende wapi? Wewe ndio una uponyaji wa magonjwa yote. Wewe ndio unayetoa mapepo. Wewe ndio unayetoa mizimu. Wewe ndio unayetuandalia uzima wa milele. Wewe ndio nuru yetu. Tukuache twende wapi? Maana majawabu ya maswali yetu yote unayo wewe. Tukuache twende wapi? Akasema, mimi tayari hata kufa kwa ajili yako. Mpaka Yesu akamwambia Petro, kabla jogoo
anamaliza kuwika yule watatu, takumi nishamsaliti. Yesu aliuona upendo wa Petro unataka kuingilia eneo jingine la majaribu ya Yesu, kwamba na uwezo wa kwenda na Yesu, akafa na Yesu. Makusudi ya Mungu yasitimie juu ya uso wa dunia, maana wangelikufa wawili. Yesu akaachilia roho ya hofu na kutetemeka. Mambo yalipotokea akamkana. Ya tatu ndipo Yesu anamwangalia. Yesu anakuangalia jinsi unavyomkataa. Unapokataa kufanya mapenzi yake ni unafananishwa na Petro. Jogoo watatu anawika, Yesu anamwangalia. Dakika za mwisho hizi Yesu anamwangalia. Moyo wake unaumia Bwana Yesu. Mpaka jifunue kwenu mara ngapi? Mpaka zungumze kwa sauti ipi ndipo mbadilike? Mpaka mfanyiwe nini ndipo mbadilike? Yesu anaangalia kwa huruma. Yesu ananiangalia kwa huruma. Pale mnapomkosea ananiangalia kwa huruma. Dakika za mwisho watu wanajisajili na nguvu nyingine. Wanaiona nguvu ya Mungu haitoshi. Wakihitaji sifa ya kushindana katika kiwango cha utumishi, wanachukua nguvu nyingine ya ziada. Watumishi watatu katika nchi, Bwana ameniambia wamechukua nyingine nguvu ya ziada. Kwa nini wasilizike na huyu Yesu? Na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa sababu linifikisha mbinguni. Na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa kumtembeza juu ya maji. Na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa kumwaga damu lita 30 nisiongezewe. Na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa kuniepusha na mapanga watu wanapiga, lakini nisione na kufa wala utone na damu. Katika hayo Bwana nitakujua kwa kina marefu na mapana. Upao laiti ungejitokeza na kwa watu na wawatumia, alafu najichanganya. Yawezekana Mungu ungetenda matendo kama hayo ya kutembea juu ya maji, ya kutoka damu wasipungukiwe, ya kukatwa mapanga wasikatwe. Yesu, naomba mapenzi yako kama ulivyoniambia juu ya utumishi wa mapito hayo ukatimie. Langu ombi Baba, naomba hata mwanangu mmoja asipotee, wote wagenze Yesu. Yesu, weka roho ya unyenyekevu. Yesu, weka roho ya nyama. Yesu, badilisha msimamo wa mama yule, baba yule, kijana, binti yule. Tembea katika moyo wa kila moja. Neema yako Bwana aliyoipokea ya wokovu asiipoteze Bwana, akaishi kwa mapenzi yako. Achilia neema ya wokovu, achilia neema ya wokovu. Wenye nuru, neema ya kufundisha Bwana Yesu, nazidi kuweka mikononi mwako, ukawatumie. Watumie watumishi wako. Nina watumishi kama 5-7 wenye neema ya kufundisha. Nina watumishi Bwana kwa ajili ya kuonya. Wazidishe Bwana, wazidishe Bwana. Nina wazee viongozi kanisani na wazee wangu, nina mashemasi wangu, nina watenda kazi wote Bwana, wazidishe. Wape roho ya kukupenda, kutumikia katika neno lako. Kuna waimbaji Bwana ambao wanatakiwa kushusha uwepo wako. Jionyeshe Bwana kwamba umewapa kibao machoni pako, na kwamba Bwana utaenda kuwatumia kupita kawaida katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe juu yako. Bwana kupe kubadilika. Shika moyo wako, sema moyo wangu, namkaribisha Yesu anibadilishe nisiwe kama hivi nilivyo. Ewe moyo wangu, ninakuhuisha na kufanya kuwa mpya kwa nguvu ya damu ya Yesu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Geuka uelekeo ulio nao na ukataa. Geuka, elekea kwa Bwana. Sikia mausia ya Bwana, sikia neno la Bwana. Naomba uwe wa kutetemeka unaposikia neno la Mungu wangu. Ninamtumikia Mungu wangu. Hata sasa niko kanisani, ni kwa ajili ya Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu, amina. Naweza kukaa. Baba, nakushukuru kwa kunipa ruhusa leo ya kumwombea huyu mama. Kila nilipokuja Bwana Yesu, sikupata ridhaa kutoka kwako. Naomba Bwana Yesu kamguse mtumishi wako, kila sehemu ambalo lina shida, katika jina la Yesu Bwana kuguse, katika jina la Yesu Bwana kuguse, katika jina la Yesu Bwana kuguse.
Bwana akutendee, Bwana akuponye katika jina la Yesu. Utukufu na heshima ni ya Yesu, uweza na mamlaka ni ya Yesu, nguvu ya muujiza ni ya Yesu, nguvu ya kuponya ni ya Yesu, na utukufu ni wa Yesu mwenyewe. Kwa jina la mtakatifu Yesu, Bwana kuwezeshe kusimama na kutembea na kuona utofauti namna ulivyoingia na sasa. Bwana kakuinue na kukupoza mwili, Bwana kakuinue na kunyosha viungo vyako na kutoa maumivu yote katika jina la Yesu. Amina. Simama mama, simama. Njoo kwangu, njoo kwangu. Utaona tu kila kitu kinaachia katika jina la Yesu. Njoo tu mama, njoo. Tembea kwenda huko na kurudi. Utakuja ushuhudie tu, kuna kitu ambacho kilikuwa kinamna fulani, wewe Mungu atakusaidia. Hebu kwanza uvue viatu na teleza. Haya, toa. Simama kwanza. Elewa, ni Yesu anataka kutembea. Toka. Yesu atakuwezesha. Sema mimi, tembea katika jina la Yesu. Usimshike. Tembea ukisema asante Yesu kwa kupona. Ona kupona, ona kutembea. Ukiona kupona, ukaona kutembea, utatembea. Nenda mpaka kwa wazee wa kanisa, ukarudi mpaka kwenye viti vile. Mungu atakuwezesha. Shika kiti chekundu, urudi nyuma kabisa tena. Shika ukuta, urudi kushika ukuta. Niangalie, twende wote. Malaika amekutangulia, nenda sasa. Wewe unayesukuliwa kichoni cha hapa katikati, simama pale ulipo, fanya haraka. Umeshapona, kiangalia hicho kichoni, fanya hivi. Bado kipo? Hakipo. Tembea mama, Yesu yuko mbele yako. Mimi naona anagusa miguu yako, anagusa. Nenda, nenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu katikati yetu, mwili wake unakuwa kama unatafunwa na sungusungu. Pako natokea mara nyingine video vijipele vinakuwa vyekundu. Naomba usimame. Wewe unatoa sungusungu mwili wako. Fanya haraka, simama pale ulipo, Mungu anataka kusaidia. Fanya haraka, njoo. Ni wewe. Bwana anakuponya, sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu, usiogope, ni mama. Kuna mtu katikati yetu ni mama. Ulikuwa unapika maharage na yakaungua kabisa kiasi kwamba ilibidi upike upya. Unaijua ilikuwa ni nini? Naomba nikusaidie. Fanya haraka pale ulipo. Mama uliyeunguza maharage mpaka ukaanza kupika upya. Simama pale ulipo uje. Kuna kitu nataka nikuombee. Fanya haraka. Usiogope. Pale ulipo, simama. Uko wapi? Njoo. Ni wewe. Fasili yake ngumu sana. Njoo mshike nyuma. Shetani alikuwa anakupandia pando baya. Umwache Mungu, rudi Uislamu. Hebu sema neno hili, nakataa roho ya Uislamu. Sema ikilipani kutika shetani konipa patipotika panipa viharimo haripanimo. Asante Yesu. Bwana akutetee. Yesu anakupenda. Hilo pale tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Katikati yetu asubuhi ndipo nataka kuja ukasikia habari za ndugu yako anaumwa sana. Kasema naelekea kanisani.
Naomba uje tuombe kwa ajili ya ndugu yako aliyekupigia na kuumwa sana. Nataka niombe kwa ajili yake kula aliko, Mungu atamgusa, afanye haraka. Yesu Kristo, inua mkono wako juu. Bwana Yesu, namweka huyo ndugu anayeumwa, aliyepiga simu asubuhi akisema naumwa, na ndugu yake akasema naenda kanisani. Pale alipo ombi ya Bwana inampomoa na kumweka huru kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya maombi utampigia umuulize ni mzima. Sema amina. Amen. Ndiyo, tunapokuwa tumezidiwa mara nyingi tunamkosea Mungu, lakini kama Mungu anatupenda kututafuta na kuweza kuzungumza nasi ili tupate kujiuri. Kwa kusema hivyo, uko katikati yetu mtu ambaye ulielemewa kabisa, na hapa moyoni huna amani kwa sababu ulienda kwa mganga. Tuko pamoja na wewe. Bwana anataka avunje zile nguvu za giza za kiganga zilizoingizwa kwako, na amani ya Kristo itarudi moyoni mwako. Usiogope, nakupenda. Yesu anakupenda zaidi. Naomba uje mbele. Njoo. Mungu anakupenda mama. Kwanza wewe ni mnyenyekevu. Kwenda kwa waganga ulijuta. Yesu anachomoa kila mishale. Yesu anachomoa kila mishale. Yesu anachomoa mishale ya waganga wote waliokufanyia. Kwa damu ya Yesu unatakaswa. Kwa damu ya Yesu unatakaswa. Yesu anakutakasa. Yesu anakutakasa. Na uzao wa tumbo lako Bwana urehemu, usamehe. Umeingiza agano kwenye uzao wako, ndio unateseka, lakini kuanzia siku ya leo Bwana amekusamehe. Amekusamehe kabisa. Amekusamehe. Amen. Mama huyu anampenda sana Yesu, lakini kwa ajili ya shida na matatizo akajikuta huko. Lakini Mungu anapenda watu wenye roho ya unyenyekevu. Unaposikia sauti ya Mungu inazungumza juu ya shida zako, Mungu anakusaidia. Anapoona roho ya unyenyekevu na upole na kuvunjika moyo, ule wa nyama ni kama huo, kusikia na kutetemeka na kumheshimu Mungu, Mungu anakupokea. Hakuna asiyetenda dhambi, wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tunamtenda dhambi. Hata mimi sio mkamilifu mbele za Bwana, ila kwa neema ya Mungu niko mbele zako. Kwa hiyo simhukumu kwa neno lolote, tie nguvu, aendelee mbele katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa kwenye ndoto akaona hapa kanisani tupo, lakini tukaanza kutoka kwa kukimbia. Naomba uje mbele, wewe uliona ndoto hii ukaota tunakimbia. Ni kwamba mbele yetu kuna vita. Kuna vita kwa sababu watu wanaenda kufunguliwa kupita kawaida. Kwa hiyo makanisa mengine hawatakubali hiyo hali, watu wao wengi wanaenda kuhamia mahali hapa. Lakini moyo wangu naumia sana Lydia ninapokuona nataka kuhama, maana pia wewe ni mwalimu, nilikutegemea sana. Neema ya Mungu izidi kwa pamoja nani. Mungu anawatumia kwa ndoto na kazidi sana kutakasa ndoto zenu. Bwana akawatumia na kuwainua kwa ajili ya kanisa lake. Na ndoto zenu huja za moja kwa moja, sio za mafumbo. Neema ya Bwana na iwe juu yenu, na roho ya njozi inawavaa zaidi, inawavaa zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuna mtoto kila siku naota uko makaburini. Nilienda siku moja ya kuzika ndugu yenu. Kila siku naota uko makaburini. Una akili unajitambua. Mtoto, njoo nikuombee. Si unaota uko makaburini, njoo. Usiogope mtu. Njoo mtoto. Njoo. Kama kuna mama yake au ndugu yake wanga namwambia mtoto kwamba niko kwenye njozi, wewe naota niko kama kaburini, lete huyo mtoto. Lete. Kala bashana msika. Yuko nyumbani. Ameenda shule. Yuko nyumbani. Baba, katika jina la Yesu na wakomboa hao watoto
Kuna vitu walikamatwa kule makaburini, nafsi zao huwa zinasafiri kwenda makaburini. Kuanzia sasa nafsi za watoto hao hazitasafiri tena kwenda makaburini. Semeni amina. Amen. Naomba niombe kile ninachosikia. Simama wafanya biashara wote, iwe ndogo sana, simama. Nani tunafanya biashara, Mungu nimemsihi apitie hapa hapa kwenye biashara yako. Baba wa mbingu na nchi, wanaona watumishi wako ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, naomba Bwana Yesu ukawabariki sawa na kiwango ya kila mmoja katika biashara yake. Utamuinua akiwa yule mama katika mafuta kidogo tu, ukabariki mpaka mapipa waweze. Yesu kawainue watumishi wako, natakasa mikono yao na kuwabariki katika jina la Yesu. Wote tuseme amina. Tunaweza tukakaa. Nataka niombe na watu. Umeajiriwa, iwe katika nyumba ya mtu, lazima kulipe haki yako sawa sawa. Sehemu yoyote ulipoajiriwa, simama pale ulipo, wala sio kupita mbele. Simama nipate kuomba. Umeajiriwa, wote waajiriwa katika familia za watu, serikalini, wapi. Baba wa neema, asante kwa sababu hawa ni watoto walioajiriwa, wameitwa kwa jina lako na wako ndani ya ufalme wako. Naomba ukawatetee katika kazi zao, wale wanaofanya katika makampuni wao katika serikali. Bwana Yesu kawainue, wakapandishwe mshahara katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana ukawe pamoja nao, na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi, ufanyie mama makubwa katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mama Kaleni, njoo. Na mkono wako tumwambie mume wako, mwambie mume wako atulie, mwambie tu. Baba amesema utulie. Kuna sehemu umeigusa ambayo mwenye nayo ameshafahamu, yaani atamuua kwa wepesi. Naongea mbele za Bwana, atamuua kwa wepesi. Kuna sehemu amegusa mtu wa mtu, na yule jamaa amesikia habari na kahakiki, atamuua kwa wepesi. Lakini kwa kuwa Mungu anataka tumwombee kwa ajili yako, Baba Mtakatifu, atakaposikia neno hili tayari umwepushe na mabaya katika jina la Yesu. Mkono wako uwe juu yake na rehema zako, ukamwepushe na yule babu, ukafute makusudi aliyonayo katika moyo wake na hasira zake. Amina. Asante Yesu. Namshukuru Mungu wa mbinguni.